Nikukaribishe tena katika kutazama kila ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Kubwa kuliko kwa siku hii ya leo tunakwenda kufahamu wajibu wa mmiliki wa chombo cha moto. Sio tu vyombo vya biashara ama mabasi makubwa ya mikoani, lakini wewe pia binafsi unayemiliki chombo chako cha moto, iwe baskeli, iwe pikipiki, iwe bajaji, iwe gari. Nimetaja baskeli wengi wameshangaa, lakini kuna baskeli pia ambazo zinatumia umeme. Kwa hiyo kaa tayari kusikiliza na kutazama uweze kufahamu kwa undani zaidi ni nini ambacho unapaswa kufanya wewe mmiliki wa chombo cha moto. Tupo hapa ndani na mgeni atakwenda kujitambulisha yeye peke yake ni nani, anajihusisha na nini, lakini yeye ndo atakuwa na madini mengi zaidi kukupa wewe ufahamu mmiliki mwenye chombo chako cha moto binafsi. Kwa hiyo kaa tayari tukupe kile ambacho tumekuandalia. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na Tobias Kisima katika kupa dakika kadhaa kwenye live theater maisha na upasuaji. Siku ya leo tunajikita mahali hapa. Kwa hiyo kaa tayari tuanze pamoja mpaka pale tutakapokuambia kwa heri, iwe ni umepata kile ambacho unastahili, ambapo pia ni kwa wakati ulio sahihi. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, na ninashukuru tena Mwenyezi Mungu. Niko katika studio hii za Gift Online TV. Ndio. Lengo hasa likiwa ni kutoa elimu ya usalama barabarani. Okay. Na leo tunaenda kuangazia utambue wajibu wa mmiliki katika chombo chake cha moto anachokimiliki. Yeah. Na wajibu wa mmiliki katika chombo chake umewezwa kuainishwa katika sheria ya usalama barabarani, ile sura ya 168. Okay. Na pamoja na wajibu wa mmiliki katika chombo chake kwamba mmiliki anao wajibu wa kuhakikisha kwamba chombo chake kile kinakuwa madhubuti. Nikiwa namaanisha kwamba chombo chake kabla hakijaanza kuingia barabarani kinakuwa imara katika mifumo ile yote iliyopo katika chombo kile. Okay. Na mifumo ninayozungumzia hapa, nazungumzia katika mifumo ile ya matairi, nazungumzia katika ile mifumo ya gia, nazungumzia katika ile mifumo ya clutch, nazungumzia katika ile mifumo ya usukani, nazungumzia katika ile mifumo ya taa, mifumo ya bodi, pamoja na mifumo mingine iliyopo katika chombo kile. Kwa hiyo ni jukumu la mmiliki wa chombo cha moto kuweza kuhakikisha kwamba chombo chake kinakuwa kizima na hakiwi kibovu. Na miongoni mwa wajibu wa mmiliki, ukisoma ile sheria ya usalama barabarani kifungu kile cha 39 kifungu dogo cha kwanza, kifungu kile kimeweza kubainisha ya kwamba chombo cha moto hakipaswi kuwepo barabarani kama chombo hicho hakitokuwa madhubuti katika mifumo ile ambayo nimeitaja katika mifumo ya chombo husika. Kwamba mifumo yote katika kile chombo iwe mizima na iwe madhubuti, lengo hasa likiwa ni kuepukana na chombo kile kuwa chanzo cha kupelekea kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Kwa mmiliki pamoja na mambo mengine yote ni jukumu lake kuhakikisha kwamba chombo kile kinakuwa kizima na kinakuwa imara kabla chombo kile kuingia barabarani na kuwa kisababishi kinachoweza kupelekea kutokea kwa ajali za barabarani. Huo ni wajibu wa kwanza. Wajibu wa pili katika mmiliki katika chombo chake cha moto anachokimiliki, kisoma ile sheria ya usalama barabarani kifungu kile cha 79 kimezungumzia kwamba mmiliki anao wajibu wa kuhakikisha kwamba anatunza kumbukumbu za dereva wake. Na kumbukumbu katika kifungu hicho 79 kimeelezea kumbukumbu ni pamoja na majina yake matatu ya yule dereva, pamoja na leseni yake. Leseni yake na maanisha kwamba aweze kutambua na namba yake ya leseni. Au hata ikiwezekana kama ataweza labda kupata kopi ya ile leseni akatunza kumbukumbu, pamoja na kuhakikisha kwamba anapata majina matatu ya mmiliki. Ana wajibu wa kuzingatia hilo, kutokana na kwamba kuna wakati mwingine unajikuta labda ajali imetokea, dereva amekimbia, lakini mmiliki hana kumbukumbu ya dereva wake. Kwa hiyo sheria imemwelekeza mmiliki anapaswa aweze kutunza kumbukumbu ya dereva wake kama ilivyokuwa katika kifungu cha 79, na kuweza kuhakikisha kwamba pindi ambavyo jeshi la polisi likihitaji kumbukumbu za dereva yule, basi mmiliki anao wajibu wa kupeleka kumbukumbu zile katika kituo cha polisi. Okay. Hali kadhalika pamoja na mambo mengine ambayo mmiliki anapaswa aweze kutimiza wajibu wake, ni pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba anamkabidhi dereva aliyekuwa na leseni stahiki ya kuendesha chombo kile.
kwamba leseni iendane na aina ya chombo ambacho mmiliki anataka amkabidhi dereva yule. Kwamba wewe isije kawa labda kama wewe tuchukulie kwamba una leseni yako labda inakuruhusu kuendesha pikipiki. Lakini mmiliki anamruhusu mwenye leseni ya pikipiki kuendesha gari, kitu ambacho akiingia akilini. Kwa hiyo mmiliki anapaswa aweze kuhakikisha kwamba yule anayemkabidhi chombo chake, dereva yule anastahili kuendesha aina husika ya chombo na iendane na daraja au aina ya leseni ambayo anaenda kumkabidhi kile chombo. Hali kadhalika mmiliki wa chombo cha moto anao wajibu wa kumkumbusha dereva wake kuhusiana na masuala mazima ya usalama barabarani, ikiwemo dereva yule aweze kuzingatia sheria za usalama barabarani pamoja na kuzingatia alama za usalama barabarani. Na hii tumeona mara kwa mara, wako baadhi ya wamiliki wa vyombo vya moto wamekuwa hawakumbushi madereva wao kuhusiana na swala zima la uzingatiwaji wa sheria za usalama barabarani. Yani hao wanamkumbusha kwamba pamoja na mambo mengine kwamba wewe unaenda kuendesha chombo changu, lakini uhakikisha ya kwamba unazingatia sheria za usalama barabarani ili kuweza kuhakikisha kwamba wewe na chombo changu na watumiaji wengine wa barabara wanakuwa salama. Hali kadhalika wajibu wa mmiliki wa chombo cha moto katika chombo chake, anao wajibu wa kuhakikisha ya kwamba chombo kile kimesajiliwa. Sheria katika kifungu kile cha 8 cha sheria hii ya usalama barabarani sura ya 168, kifungu kile kimekataza au kimeweka katazo kwamba ni marufuku chombo cha moto kutumika barabarani kama chombo kile kitakuwa hakijasajiliwa. Kwa ni jukumu la mmiliki kuweza kuhakikisha kwamba chombo chake kinasajiliwa ili kiweze kutumika barabarani. Sio mmiliki tu anakimbilia kununua chombo aidha kwenye yadi au maeneo mengine au ameagiza chombo chake lakini baadaye anakiruhusu hiki chombo kitumike barabarani pasipokuwa na usajili. Hali kadhalika mmiliki kama mmiliki anao wajibu wa kuhakikisha kwamba yeye kama mmiliki anafanyaje, anazingatia na anaweza kuhakikisha kwamba anamkumbusha dereva dhidi ya matumizi sahihi ya barabara, kwa sababu wako baadhi ya madereva wengine unakuta hawajui matumizi sahihi ya barabara, kwamba azingatie sheria za usalama barabarani na aweze kuhakikisha kwamba mmiliki yule pamoja na dereva wanakubaliana kuhusiana na swala zima la matumizi sahihi ya barabara, ili tuweze kuhakikisha kwamba yeye dereva pamoja na watumiaji wengine wa barabara wanakuwa salama. Hali kadhalika mmiliki katika chombo chake cha moto anao wajibu wa kuhakikisha kwamba chombo chake kinakuwa na nyaraka muhimu, kwamba anazungumzia kwamba kile chombo kinakuwa na kadi, kile chombo kinakuwa na nyaraka kama bima au leseni ya usafirishaji kama chombo hicho ni mahususi kwa ajili ya sheria ile ya usafirishaji au kinaingia moja kwa moja katika chombo kile kinachotumika katika aidha kubeba abiria au kubeba mizigo. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba mmiliki anapaswa aweze kuwa na nyaraka muhimu katika chombo kile. Hali kadhalika mmiliki anao wajibu wa kuhakikisha kwamba anazingatia na kuzifuata sheria zote zinazohusiana na masuala mazima ya vyombo vya moto. Anazingatia na kuweza kuhakikisha kwamba anatii sheria zote na kuweza kuhakikisha kwamba anafanya juu chini na kuweza kuhakikisha kwamba chombo chake kinakuwa katika hali nzuri ya kuwa na nyaraka muhimu. Hali kadhalika mmiliki kama mmiliki anao wajibu wa kuweza kuhakikisha kwamba anafanya umiliki wa chombo chake. Wapo baadhi ya wamiliki unakuta wamenunua vyombo vya moto, lakini vile vyombo vyao vya moto bado vinatumia majina ya yule ambaye aliyomuuzia. Kwa sheria inasema ya kwamba mmiliki anapaswa ndani ya siku 7 afanye transfer ya chombo chake na kile chombo kiweze kuhakikisha kwamba kinasoma majina ya huyu mmiliki wa chombo hiki, sio jina la yule mtu ambaye au kampuni ambayo iliyomuuzia chombo kile. Kwa sheria inataka ndani ya siku 7 mmiliki wa chombo aweze kufanya transfer, aweze kuhakikisha kwamba chombo kile katika kadi ile inasoma majina yake na sio vinginevyo. Kwa hiyo iko takriban ndani ya muda gani?
ndani ya siku 7. Sheria ya usalama barabarani ile sura ya 168 imesema miliki yote ya chombo cha moto ndani ya siku 7 tokea amepata chombo kile, aidha amenunua au kwa namna nyingine yoyote ile, anapaswa afanye umiliki ndani ya siku 7. Okay, sawa. Sasa tunapewa nguvu na maji ya uzima, na maji haya yanapatikana katika huduma ya Mlima Moria Ministry tu na sio mahali pengine. Huduma ya Mlima Moria Ministry inapatikana maili 6 Msasani mkoani Kilimanjaro. Ili uweze kufika hapa, kama unatoka Moshi utashukia kituo cha mashine. Kama unatokea Moshi utapanda gari inayoenda Boma au Arusha, utashukia kituo cha mashine. Ukirudi nyuma kidogo utaona bango kubwa limeandikwa Mlima Moria Ministry, au utaona kibao kimeandikwa barabara Gideon Church. Kisha na barabara hiyo moja kwa moja utaona kanisa, utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Pengine pia vile vile wale wanaotokea Arusha, wanaotokea Boma, utapanda gari pia inakuja Moshi, alafu utashukia kituo cha mashine. Kituo cha mashine kiko mbele kidogo ya kituo cha maili 6. Basi wewe utavuka barabara, utasogea mbele kidogo utaona bango kubwa limeandikwa Mlima Moria Ministry, au barabara pia ya Gideon Church. Ukishuka na barabara hiyo utaona kanisa, utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Siku za ibada ni siku Jumatano, siku ya Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa ni kuanzia majira ya saa 8 mpaka majira ya saa 11 jioni. Lakini siku ya Jumapili ni kuanzia majira ya saa 6 mpaka majira ya saa 10:30 za jioni. Karibu katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Nilikuwa ninataka tufahamu kwamba kuna ile gari inakamatwa alafu faini inaandikwa kwa dereva. Pengine labda gari inakuepo inakosa, lakini faini inaandikwa kwa dereva. Kwa nini iandikwe kwa dereva wakati gari ndo lenye makosa? Asante sana. Mara nyingi sana tunapokamata gari bovu, askari anaweza kufanya mambo yafuatayo. Aidha gari lile akalipeleka kituoni na kuweza kuhakikisha kwamba anamchukulia dereva hatua pamoja na mmiliki wa chombo kile, aidha labda kwa ubovu wa chombo kile, ambapo dereva atashtakiwa kwa kosa la kuendesha gari bovu, na mmiliki atashtakiwa na kwa kosa la kuruhusu gari bovu kutumika barabarani. Kwa hao wote watakuwa ni watuhumiwa, dereva pamoja na mmiliki wake. Lakini wakati mwingine askari akiona kuna haja ya kuandika faini kama ambavyo umesema, basi dereva atajulishwa kosa lake na ataandikiwa faini, na faini ile atampelekea mmiliki kwa ajili ya mmiliki aweze kulipa faini ile husika. Sawa. Swala la bima umezungumzia. Bima ni kwa ajili ya gari. Pengine labda ni swala la lazima, kwa sababu ni mpaka gari kipata ajali ndio inaenda kwa watu wa bima. Pengine ni lazima au sio lazima? Bima ni swala la lazima. Yaani kutokana na sheria ile ya bima, sheria ile imezungumzia ikasema kwamba chombo chochote cha moto kinachotumia barabara, chochote cha moto kinachotumia barabara ni lazima kiwe na bima. Na bima ile shughuli yake hasa au umuhimu wake hasa unatokea pale ambapo panapotokea majanga, aidha labda ajali, inafidia wale ambao wanaostahili au waliopata majanga yanayotokana na ajali. Kwa hiyo bima ndio kazi yake. Sio tena mtu gari langu limekugonga wewe unataka fedha kwangu, hapana. Mimi nitafanya mchakato wote kuweza kuhakikisha kwamba napeleka zile nyaraka muhimu katika kampuni ile ya bima. Kampuni ya bima ndio inastahili ikulipe wewe fidia na sio mimi niliyokugonga dereva. Kama ile gari haina bima, basi dereva atawajibika yeye mwenyewe, aidha dereva au mmiliki, kwa sababu kuna dereva mwingine unakuta ni mmiliki wa kile chombo. Kwa mmiliki atawajibika yeye mwenyewe kwa kuweza kuhakikisha kwamba yale madhara yaliyotokana na ajali anaweza kuyalipa kupitia fedha zake mwenyewe za mfukoni. Sawa. Na ni adhabu zipi ambazo huwa zinatolewa endapo mmiliki wa chombo cha moto kutokufuata taratibu na sheria husika? Madhara ni pamoja na kwamba anaweza akaandikiwa faini, anaweza akapelekwa mahakamani, nayo ni madhara ambao kule mahakamani anaweza akatumikia kifungo, anaweza akalipa faini, au anaweza akawajibika vyote, faini na kifungo. Ikitokea sasa kwa mfano ile gari halina bima, kwamba kesi imeshaenda mahakamani lakini chombo kilikuwa hakina bima, yule ambaye aliyopata madhara kutokana na ile ajali atachukua ile nakala ya hukumu, ataenda kumfungulia mmiliki kesi ya madai. Yani kutakuwa na kesi nyingine tena baada ya kuisha ile kesi ya msingi. Kutakuwa na kesi nyingine na ataenda kumfungulia kesi ya madai
kuweza kumdai kwamba yeye mmiliki alifanya uzembe wa kukata bima, kwa hiyo anaomba alipwe fedha zake kupitia mfuko au kupitia mmiliki yule aweze kumlipa, kutokana na kwamba alishindwa kukata bima, alikuwa alipo na bima lakini mmiliki akafanya uzembe. Kwa hiyo mmiliki anapaswa wajibike moja kwa moja, kwa atamfungulia kesi ya madai. Okay, so umezungumzia kuhusiana na swala la mmiliki pamoja na dereva. Vipi kama mimi ni mmiliki wa gari, nimempa Tobias gari langu, barabarani akapata ajali, dereva akaumia ama akafariki hapo hapo, lakini aliyemgonga bado ni mzima, vipi hiyo kesi inabaki kwa nani? Kwa mmiliki wa gari ama inabaki kwa ndugu wa dereva? Asante sana. Sisi kama jeshi la polisi huwa tunaangalia mambo kadha wa kadha kuhusiana na scenario ya namna hiyo. Okay. Ikitokea ile gari ilikuwa haina bima, dereva amefariki, na ikagundulika kabisa kwamba ile gari inamilikiwa na mtu fulani, tutamuita huyo mmiliki, atakuja, tutamshtaki kwa kosa la kuruhusu chombo cha moto kutumika barabarani pasipokuwa na bima. Kwa hiyo tunayemshtaki hapa ni nani? Ni mmiliki kwa kutokuwa na bima. Okay. Kwa baadaye mmiliki tukishamshtaki, akishabainika na mahakama kwamba anakosa, akitiwa hatiani, hukumu ikishatoka, yule ambaye aliyosababishiwa ajali atachukua ile nakala ya hukumu, ataenda kumshtaki mmiliki. Kwa sababu dereva hapa hayupo. Kwa sababu dereva naye kama angekuepo tungemshtaki kuendesha gari kwa uzembe na kusababisha ajali. Vipi kama hilo gari likawa na bima? Hilo gari likawa na bima, basi hakuna kufikishwa mahakamani, kwa sababu dereva ambao alipaswa kushtakiwa afikishwe mahakamani amefariki. Kosi cha kufanya kama jeshi la polisi, tutaandaa dokumenti, sawa, kwa ajili ya kupeleka kwenye kampuni husika ya bima, ili huyu aweze kulipwa nini? Aweze kulipwa fidia. Lakini kuandaa huko dokumenti, tutakosa dokumenti moja ya nakala ya hukumu, kwa sababu si hakuna waliofikishwa mahakamani. Kwa tutaandaa zile dokumenti, tutapeleka kwenye kampuni ya bima, tutaandika mapendekezo yetu pale kwamba dereva baada ya ajali alifariki, tutaambatana na dokumenti, tutaambatanisha na dokumenti nyingine, tutampa huyu ambaye ni muhanga wa ajali na kuweza kumuelekeza apeleke kwenye kampuni ya bima kwa ajili ya kulipwa fidia. Pengine ikiwa haina bima alafu mmiliki ndo alikuwepo, ndo dereva na akafariki, basi hakuna kumshtaki hapo, kwa sababu sasa yule ambao ulikuwa umfikisha mahakamani ameshafariki, na maana sasa unamfikisha nani mahakamani? Okay, sawa. Vipi mmiliki anapaswa kufanya nini? Aidha umesema takriban siku 7 natakiwa amebadilisha umiliki wa ile chombo cha moto kuwa kwenye majina yake. Vipi kama hilo gari, let's say nimeachiwa na mzazi hayupo, nafanyaje? Kama mzazi hayuko, basi wewe ni mmiliki, sababu wewe utakuwa ni mmiliki kwa wakati mzazi hayupo. Lakini sasa kwa wakati mwingine tukiangalia hilo gari liko chini ya umiliki wako. Okay, kwa wewe unapaswa ufanye umiliki, kwa sababu kama mzazi hayupo, ile gari inatumia jina la baba, ni vyema sasa nyinyi ambao mliobaki atafute ule msimamizi wa mirathi aweze kuhakikisha kwamba gari hilo linakuwa ni mali ya nani. Yapi makosa ya dereva, yapi makosa ya mmiliki akiwa kwenye yani wewe ni traffic, wewe ni askari, unamkamataje mtu kwa kujua haya makosa ya mmiliki wa gari, haya makosa ni ya dereva? Makosa yale yanafahamika. Kwa mfano, unaendesha chombo cha moto kwa kufanya yale makosa ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani, unaendesha mwendo kasi, unapita vyombo vingine pasipo kuchukua tahadhari, unatumia pombe, utawajibika wewe kama wewe. Lakini kama mmiliki, kama makosa yanayomgusa moja kwa moja, kushindwa kukata bima, kushindwa kutengeneza chombo chake, kuweza kushika kwamba chombo chake kinakuwa katika mfumo mzuri, kushindwa kutunza kumbukumbu ya dereva. Yuko mmiliki mwingine unakuta ajali inatokea, hata dereva wake kwa majina hamfahamu, majina halisi, badala yake anamjua tu yale majina ya mtaani. Kimwambia basi tuambie dereva wako anaitwa nani, hajui majina yake. Au tumwambia dereva wako leseni yake iko wapi, hajui. Kwa hiyo mmiliki tutamshtaki kwa kosa la kushindwa kutunza kumbukumbu ya dereva. Kwa hiyo mmiliki ukashindwa kutunza kumbukumbu ya dereva wako, na dereva wako labda kwa mfano akasababisha ajali akakimbia, basi unapaswa uende mahakamani wewe. Chukuliwa wewe, unapelekwa mahakamani kwa kosa la kushindwa kutunza kumbukumbu ya dereva wako. Umezungumzia kuhusiana na swala la ubovu wa chombo cha moto. Vipi kama mimi dereva tumepeana mkataba? Tunaona sasa hivi watu wengi magari haya ya barabarani ya abiria wanapeana kwa mikataba. Mimi tumekubaliana hii ni Januari, nimekupa gari langu nilizima kabisa, hakuna chochote ambacho ni kibovu. Wewe dereva ukalitumia kwa matumizi ambayo sahihi, vitu vinaharibika, uendi service, ufanye nini? Utamkamataje ule mmiliki akati dereva tayari nimeshakabidhiana naye ndani ya miezi 6?
Sasa huo mkataba wako wewe na yeye si utakuwa tujui. Cha msingi zaidi tunapoangalia kwamba ile gari ni la nani. Nani aliyekuwa na wajibu wa 100% kuhakikisha kwamba gari hili linakuwa lizima. Ndio maana nikakwambia dereva tutamshtaki kwa kosa la kukubali kuendesha gari bovu, na mmiliki tutamshtaki kwa kosa la kuruhusu. Kwa sababu mmiliki pamoja na mambo mengine unao wajibu wa kuhakikisha kwamba gari lako linakuwa madhubuti katika mifumo yote, na unamkumbusha dereva wako kuhusiana na masuala mazima ya usalama barabarani pamoja na hili swala zima la kuhakikisha kwamba gari lako linakuwa vizuri katika mifumo yote. Unamkumbusha tu, hiyo gari vipi? Matairi bado yako vizuri? Mifumo yake ya engine ikoje? Nafanya vizuri? Iko katika hali ambayo inafaa kutumika barabara. Yaani unamkumbusha tu kana kwamba gari lile lisiwe chanzo cha kupelekea kutokea kwa ajali za barabarani. Na gari linatakiwa baada ya muda gani lifanyiwe service ili kuepukana sasa na hizo changamoto za barabarani, ajali za mara kwa mara? Kabla na baada ya safari. Yaani kwa mfano kabla hujaenda safari, asubuhi ile unaicheki mifumo ya engine imekaa vizuri, mifumo ya gia, mifumo ya breki, mifumo ya taa, mifumo ya usukani, mifumo ya clutch, mifumo ya matairi, mifumo ya body pamoja na mifumo mingine. Ndio unaenda kama inafanya vizuri. Wakati ukirudi gari umerudisha kuja kupaki, nalo ulifanyie ukaguzi, uangalie. Je, katika mifumo ya gari langu hili hapa nimeenda safari nimerudi salama, je gari liko salama? Unalikagua pale kujiridhisha. Sawa, pengine ni vifaa gani muhimu mmiliki anatakiwa navyo kwenye chombo chake cha moto? Nimetaja nikasema kwamba wewe na nyaraka muhimu, nikazitaja kwamba nyaraka muhimu pamoja na nikazungumzia swala zima la kadi. Hiyo kadi isome jina lake, aweze kuhakikisha kwamba anakuwa na leseni ya ule dereva ambaye aliyompa chombo kile, awe na mkataba kama dereva yule labda kwa magari yanayomilikiwa na sheria ya LATRA ya usafirishaji, awe na mkataba pamoja na nyaraka nyingine kama za ulipaji wa mapato ya serikali. Kuna baadhi ya vyombo vingine unakuta kwamba unatakiwa vilipie mapato kama virikuu hivi hapa au magari mengine. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tunaendelea kuzungumza umuhimu wajibu ambayo wewe mmiliki wa chombo cha moto unapaswa kufahamu. Umepewa vitu vingi ambazo unatakiwa uvizingatie, lakini pia hakikisha gari lako lina bima ili liweze kukusaidia. Laweza lisikusaidie leo, lakini huwezi kujua kesho itatokea nini, kesho kutwa kitatokea nini ambapo itakusaidia. Ipi faida ya mmiliki ambaye chombo chake kina bima? Faida yake ni ipi? Faida ni kwamba atakuwa ametii ule wito wa kutii sheria pasipokuwa na shuruti. Hilo la kwanza. Faida ni kwamba mmiliki kutimiza wajibu wake ni kwamba wakati mwingine nikazungumzia kwamba mmiliki anatakiwa amkumbushe dereva wake kuhusiana na masuala mazima ya uzingatiwaji wa sheria za usalama barabarani. Faida ni kwamba chombo chake kile kwa mfano katika akikifanyia ukaguzi, basi ni kwamba chombo kile kitaweza kuwa kizuri na kitadumu muda mrefu. Na vile vile faida zake ni kwamba kwa mfano labda kama pata kumbukumbu ya dereva umehifadhi, hata siku pakitokea shida jeshi la polisi likihitaji zile kumbukumbu za dereva, basi unaweza kuzitoa. Na hali kadhalika hata wakati mwingine wewe pamoja na kuwa kwamba ni mmiliki wa chombo cha moto, dereva wako akisababisha ajali na kukimbia, unao wajibu wa kumleta kituoni kwa sababu wewe ndio unayemfahamu. Utapeleka zile nyaraka kituoni muhimu, lakini wewe una wajibu wa kumtafuta kwa sababu ndio unapojua anapokaa na kuweza kutoa ushirikiano wa jeshi la polisi tuweze kumpata ili aweze kuchukuliwa hatua za kisheria kama anastahili. Na hiyo bima inalipiwa kwa muda gani? Ni kwa mwaka mara moja, kwa mwaka mara mbili, ama inalipwaje? Inategemea sasa wewe kwamba utatakaje, kwa sababu kuna bima nyingine sasa hivi nasikia hata ziko za miezi 6, sio ziko za miezi 3. Kwa hiyo ni makubaliano yako baina yako wewe na kampuni ile ya bima. Lakini bima zilizokuwa nyingi wengi wanakata kwa muda wa mwaka mmoja. Na inategemea na aina ya bima sasa. Kitaka gari lako ulithaminishe vizuri, lionekane kwamba lina thamani ya juu, basi unaweza kulikatia labda bima kubwa. Au kalikatia bima ya kawaida. Sawa, yapi maoni yako au ushauri wako, wito kwa jamii nzima kwa ujumla kwa wale wamiliki wa vyombo vya moto? Asante sana. Sisi kama jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani tunatoa tu wito kwamba wako baadhi ya wamiliki hawataki kuzingatia au kutambua wajibu wao. Mwisho wa siku wanapoingia katika ukinzani wa sheria wanaanza kuona kama vile wanaonewa. Lakini kumbe ni wao wenyewe tu hawajitambui na hawatambui wajibu wao. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi tunatoa wito kwamba
mmiliki wa chombo cha moto asimame katika nafasi yake. Aweze kuyazingatia yale ambayo nimeyazungumza. Aweze kuhakikisha kwamba haingii katika ukinzani na misuguano na sheria. Yeye atimize wajibu wake ili kuweza kuhakikisha kwamba yeye, dereva wake na watumiaji wengine wa barabara wanakuwa salama. Sio tena yeye anakuwa tena ni chanzo cha kuchangia yeye kutokutimiza wajibu wake. Chanzo cha uvunjwaji wa sheria. Hususan baadhi ya wamiliki wanaruhusu vyombo vibovu vinatumika barabarani, mwisho wa siku wanajikuta wanaingia matatani katika mkono wa sheria. Kwa hiyo ewe mmiliki unaonisikiliza, timiza wajibu wako kwa sababu hakuna haki bila wajibu. Timiza wajibu wako kuweza kuhakikisha kwamba sisi watumiaji wa barabara au sisi ambao tunakutana na chombo chako barabarani tunakuwa salama pamoja na watumiaji wengine wote wa barabara. Sawa. Nikushukuru wewe mtazamaji ambao ulikuwa nasi kuanzia tumeanza kipindi hiki mpaka hapa, lakini usisite kuendelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata kila ambacho unastahili pia kwa wakati sahihi. Hii ni Gift Online TV, nikutakie siku njema.